Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. Tumeupata, tudumishe haki na amani. Mtazamaji, leo tupo na watoto wa utoto mtakatifu kutoka parokia ya Mtakatifu Francisco Asizi Pugu. Watoto hawa leo wametuandalia vitu vingi ikiwemo nyimbo, maswali, ngoma na vipaji tofauti tofauti. Bila shaka unatamani kuviona na unatamani kusikiliza nini kile ambacho wameweza kutuandalia. Basi twende tukajifunze kwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Utakuwa nami Uncle Simon, karibu. Utoto mtakatifu. Ili ni kanisa letu. Ili ni kanisa letu.
There was a time when I represented God, when the world is come together as one. There are people dying. It's time to walk the world, and the world must come together as one. We are the ones, we are the children, we are the ones make a victory again. So let's start giving, let's start giving. There are choices we're making, and it's time to help the world, and the world must come together as one. We are the ones, we are the children, we are the ones to make a victory again. So let's start giving, let's start giving. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Mtoto mtakatifu Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. Tumeupata, tudumishe haki na amani. sasa kipindi kinachofuata ni kipindi cha darasani. Watoto mko tayari kwa maswali? Ndio, tuko tayari kwa maswali. Basi tunaanza maswali yetu. Swali la kwanza linalotufungulia darasa letu kwa leo. Mtoto mtakatifu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. tumeupata, tudumishe haki na amani. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha darasani. Watoto mpo tayari kwa maswali? Ndio, tuko tayari kwa maswali. Swali linalotufungulia kipindi chetu linauliza, Mungu alimwambia nani amtoe mwanae wa pekee sadaka? Kwa jina naitwa Holiness Johnson Mwaya. Nitaenda kujibu swali. Mungu alimtuma Ibrahimu amtoe mwanae wa pekee Isaka. Amepata, amekosa? Amepata. Jesus kilo.
Swali la pili, taja na elezea sehemu anayowekwa Yesu wa Ekaristi na inapatikana sehemu gani? Kwa jina anaitwa Jacqueline Geoffrey Komba. Nakuja kujibu swali. Yesu wa Ekaristi anawekwa kwenye tabernakulo na anapatikana kanisani. Amesema Yesu Kristo anawekwa kwenye tabernakulo na anapatikana kanisani. Amepata, amekosa? Amepata. Jesus kilo. Jesus Christ. Wow. Swali la tatu, taja jina la askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam anaitwa Mwashamu Baba Askofu Yuda Tadeus Ruwaichi. Amepata, amekosa? Amepata. Jesus kilo. Jesus Christ. Wow. Ni askofu gani alikuwa msaidizi wa askofu wa jimbo Katoliki wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, akahamishwa na kwenda kuwa askofu wa jimbo fulani? Taja jina lake, jina la askofu huyo na jina la jimbo hilo analosimamia. Kwa jina naitwa Monica Rotary Komba. Nitaenda kujibu swali. Askofu aliyewahi kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam anaitwa Mwashamu Baba Askofu Stefano Msomba, alihamishwa kwenda jimbo Katoliki la Bagamoyo. Amepata, amekosa? Jesus kilo. Swali linalofuata, njia msalaba ya kanisa Katoliki ina vituo vingapi? Njia msalaba ina vituo 15. Amepata, amekosa? Jesus kilo. Swali linalofuata, kwenye amri za Mungu ni amri ya ngapi inatuasa waheshimu wazazi au walezi wanaotulea? Nayo inasemaje? Amepata, amekosa? Amepata. Je, amri za kanisa zipo ngapi? Kwa jina naitwa Martha Matias. Naenda kujibu swali. Kuna amri za kanisa 6. Tunaomba utusaidie kutajia. Ya kwanza, kuhudhuria misa takatifu, Dominika na sikukuu zilizoamriwa. ya pili, Tano ya majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. ya tatu, ya nne, Ekaristi takatifu hasa wakati wa Pasaka. ya tano, ya sita. Amepata, amekosa? Nani anaweza kutusaidia kutuambia amri za Mungu zipo ngapi na kututajia kwa mpangilio uliofaa? Kwa jina naitwa Lydia Bwaya. Naenda kujibu swali. Amri za Mungu zipo 10. Ya kwanza, mimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usilitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10, usitamani mali ya mtu mwingine. Kapata, kakosa? Swali la 9 nalo linasema, taja jina la paroko wako
na jina la parokia yako. Kwa jina naitwa Giovanna Paul, paroko wa parokia yangu anaitwa Father Kanute Mwageni OSP, na jina ya parokia yangu ni parokia Mtakatifu Francisco Asizi Pugu. Amepata, amekosa. Saa 10. Je, parokia yetu inasimamiwa na mtakatifu nani? Kwa jina naitwa Angel Freddy Peter, naenda kujibu swali. Parokia inasimamiwa na Mtakatifu Francisco Asizi. Amepata, amekosa. Sasa tumemaliza kipindi chetu cha maswali. Asanteni. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. Tumeupata, tudumishe haki na amani. Hamjambo wote? Hatujambo. Watoto, leo tunaenda kujifunza historia ya Mtakatifu Francisco Asizi ambaye ni msimamizi wa parokia yetu ya Pugu. Mtakatifu nani? Mtakatifu Francisco Asizi. Basi tuwe tayari kusikiliza. Tuwe tayari kufanya nini? Kusikiliza. Sawa. Mtakatifu Francisco Asizi alizaliwa Asizi, Italia, mwaka 1182. Mama yake alimfundisha mapema kumpenda Mungu na kuchukia dhambi. Baba yake alikuwa mchuuzi tajiri katika Italia na nchi nyingine. Francisco alipozaliwa, baba yake alikuwa katika nchi ya Ufaransa akifanya biashara, na hivi mtoto wake alipangwa jina la Francisco, maana yake Mfaransa mdogo. Katika ujana wake, Francisco alipenda kuvaa kimaridadi na kufanya karamu pamoja na wenzake, lakini aliwasaidia pia maskini wote waliomjia kuomba sadaka. Baba yake alizani kuwa Francisco atapoteza mali zake zote kwa kuwagawia maskini. Hivyo alimpeleka kwa askofu wa Asizi na kumshurutisha aubadilishe urithi wake. Hapo Francisco akayavua mavazi yake, akamwachia baba yake vitu vyote alivyokuwa navyo, akisema, mpaka sasa nimekuita baba, tangu sasa nitaweza kusema kwa dhati, Baba, Baba yetu uliye mbinguni. Akaenda kukaa karibu na kanisa iliyoitwa Polisnakula. Siku moja alipokuwa akisali kanisani, alisikia maneno ya Injili: msichukue dhahabu wala fedha wala nguo mbili wala viatu wala bakola. Basi Francisco akazigawanya fedha zake kwa maskini, akavua viatu na mshipi, akavaa nguo hafifu na kujifunga kamba kiunoni. Kisha akaenda kuwahubiria watu wafanye kitubio. Vijana wanaume wengi walifuatana naye, na mwaka 1209 akaapa kanuni za kuwaongoza katika utakatifu. Papa alikubali kanuni hizo, na shirika la ndugu wa Francisco lilienea nchi zote. Lengo lilikuwa kuhubiri kitubio na kuhubiri Injili kwa wote. Aliweka pia msingi ya shirika la pili kwa watawa wa kike, na mama mkubwa wao wa kwanza akawa Mtakatifu Clara. Baadaye daraja la tatu la Francisco lilianzishwa, ndilo kundi la watu wanaoishi ulimwenguni maisha ya toba, wa tersiari,
Francisco alikuwa na mwenendo mtakatifu sana. Alikuwa akichanganya chakula chake na majivu kusudi kisiwe kitamu. Alipolala alijilaza chini akiegemeza kichwa chake kwenye jiwe. Alizoea kuita mwili wake punda wake, na alijipiga mwenyewe kwa mijeledi kusudi azuie tamaa mbaya. Mungu alimpa uwezo wa ajabu juu ya nyama kiasi kwamba alikuwa akiwaita ndege walikuja na kutua juu ya mikono yake, wakila chakula na kuimba sifa za muumba wao. Francisco alikufa tarehe 3 Oktoba mwaka 1226 akiwa na umri wa miaka 44. Miaka miwili kisha kufa kwake alitangazwa kuwa mtakatifu. Je, watoto mmeielewa historia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi? Ndio. Nani anaweza kaniambia inatufundisha nini? Kwa jina naitwa Dorcas Simon, naenda kujibu swali. Inatufundisha kwamba tuwe tunampenda Yesu. Dorcas amesema inatufundisha kwamba tuwe tunampenda Yesu. Mpigieni makofi. Jesus Kilo. Jesus Christ. Wow. Mwingine? Kaka pale. Kwa majina anaitwa Joseph Peter. Historia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi inatufundisha kwamba sisi ambao ni somo wa parokia yetu tuyaase maisha yake na tuyafate, kwani ni ufunguo wa maisha yetu. Kwani tukiyafuata tutakuwa watu safi na wenye moyo kama Mtakatifu Francisco. Mpigieni makofi. Jesus Kilo. Jesus Christ. Wow. Mtakatifu Francisco wa Asizi alizaliwa nchi gani? Kwa jina naitwa Rita Marcus. Mtakatifu Francisco wa Asizi alizaliwa nchi ya Italia. Mpigieni makofi. Jesus Kilo. Jesus Christ. Wow. Je, Mtakatifu Francisco wa Asizi alikuwa anachanganya chakula chake na nini ili kisiwe kitamu? Alikuwa anachanganya na majivu. Mpigieni makofi. Jesus Kilo. Jesus Christ. Wow. Asanteni watoto wazuri kwa majibu yenu mazuri. Natumaini mmemwelewa vema Mtakatifu Francisco wa Asizi. Watoto mpo? Tupo kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la misionari. Wow. Bila shaka mtazamaji, umeweza kujifunza vingi na vingi na vingi ndani yake katika vile ambavyo watoto hawa wameweza kutufundisha siku hii ya leo. Tumeimba kwa pamoja, naamini na wewe uliyeko nyumbani umeweza kuenjoy katika kile ambacho tumeweza kukifanya siku ya leo. Basi kupitia haya ikawe funzo kwetu, tuweze kujifunza na tujue tunaishi vipi ndani yetu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Tumsifu Yesu Kristo.